Askofu mkuu ametoa tamko. Huyu ni Askofu Mwamakula ambaye yeye amekuwa akizungumzia vitu kwa undani zaidi, na tunajua kuna vijana ambao wanasadikika kutekwa. Hao ni ndugu waliokuwa wakifanya kazi kwa pamoja. Sasa jana hizo stories zilitrend sana kwenye mitandao ya kijamii zikiwahusu vijana ambao walikuwa wanaunda kundi linaitwa Wachokonozi. Kwenye mitandao ya kijamii umekuwa ukiona sana hawa vijana wakiwa wanajadili vitu vingi. Sasa wametekwa na watu ambao wanatajwa kwa ni mapolisi, kwa sababu walikuja na gari aina ya Land Cruiser lakini wakiwa wamebeba mitutu, na walisema wanatokea kuna kituo kimoja hivi, lakini hawakuonyesha utambulisho. Sasa taarifa ya jana hebu ichanganye na hii ya Askofu Mwamakula. Askofu anasema Joseph Mlindoko na Jackson Kabalo, huenda pia jina lenu la kikazi la Wachokonozi linaweza lisiwatambulishe nyinyi ni akina nani. Kwa hiyo hata kutekwa au kupotezwa kwenu kusiwaguse watu wengi wakiwemo vijana wenzenu, kwani nimewasikia baadhi ya vijana wakisema ninyi lakini kuwa kujinai kwa kana kwamba wao hata ndugu zao hawawezi kutekwa. Siwezi kuamini kama vijana hao hawajui kabisa kuwa kuna utekaji, na pia siwezi kuamini kuwa wote wanaobeza yale mlikuwa mkiyafanya kuwa wote wanalipwa na ni mawakala wa watekaji. Vijana hao hawahitaji hasira ya askofu, kwani ni huenda wamekata tamaa ya kupambania haki na kuamini kana wanaweza kupambana na mfumo unaotumia pesa nyingi sana kwa ajili ya kuwanyamazisha wakosoaji. Lakini mliozaje kufikia hatua ya kuunda kundi la Wachokonozi? Hii ndio ajenda ya askofu. Wazazi wenu waliwasomesha nyinyi hadi kufikia ngazi ya elimu ya chuo. Mlipohitimu hamkupata ajira, kwani wakubwa walifilisi viwanda vyote na vingine wakauza. Wafuatilizi warithi wao ni wale waliositisha ajira kiduchu zilizobakia. Sasa ni miaka 10 imepita tangu wasitisha ajira, hivyo hakuna ajira kwa vijana walio wengi nchini. Elimu yenu ilitosha kuwajuza kuwa ukosefu wa ajira ni matokeo ya sera mbovu, kutokujali na hata uongozi mbovu kwa kiasi kikubwa. Lakini pamoja na kujua hayo, nyinyi hamkukata tamaa kama vijana wengine. Hamkutaka kuwa vibaka, malio, wala hamkutaka kuwa machawa. Mkabangaiza, mkakopa, mkadunduliza kwa ajili ya kununua kamera, laptop, kompyuta na vifaa kadhaa kwa ajili ya kazi. Mliamua kutumia kalamu ya ujuzi wenu kuwa wabunifu na kuanzisha kundi la Wachokonozi wa fikra. Mlitaka kutoa elimu kwa vijana wenzenu ili hatimaye watoke katika giza nene la umaskini, wajue faida ya nchi yao. Lakini kuna watu hawakupenda kundi lenu na fikra zenu. Huenda fikra za kwao, fikra zao Wachokonozi wenu unahatarisha uhafidhina ama status quo, kwani wanafaidika na yale mnayoyachokonoa, hivyo hawataki muendelee kuyachokonoa. Mwili wangu unatetemeka pia ninapoandika haya, kwani sijajua kama mko hai au mmeshakuwa baridi kama jiwe la Kisongo. Haijulikani kama tayari mmeshatupwa kama walivyotupwa Sativa, au mnafanywa kama alivyofanywa vijana wa ng'ambo ile. Sijui hata kama mtaelezwa kuwa nimeandika makala ndefu kuwahusu, kwani kuna vijana wawili enzi zilizotimu waliokotolewa na makala zao ndefu, waliwateka pia. Wanasoma maandiko yangu na huenda muda wote wanachungulia kujua nimeandika nini. Lakini kuna upande mwingine usiojulikana juu yenu. Inasemekana pia ni waumini wazuri sana, na huenda kesho mngekuwa kanisani kama si Sabato, au mngekuwa katika jumuiya kama si Walutheri, wa Anglikana, wa Roma, Moravian au wa AICT. Lakini huenda usiku huu mmoja wenu au wote mngekuwa kwenye mkesha wa maombi kama wa Pentecoste, wa Assemblies ama makanisa huru. Bila shaka mlikuwa watu wa sadaka wazuri sana, na hata watoaji wa mafungu ya 10. Nani ajuaye, huenda pia mlikuwa mmewaajiri vijana wengine kutokana na kazi zenu. Lakini sasa ni kama ninaelekea katika bahari ya mapoyoyo, kwa kuwa sasa sielewi kitu. Sijui kana
waumini wenzetu, wachungaji, mapadi, wainjilisti au maaskofu wenu wanaguswa na kilichowapata. Sijui kama wao wako kama hao watumishi ambao sasa wamejivika utetezi wa utawala na kutaka kila mtu anayekosoa serikali basi cha moto akione. Kama wapo waliothubutu kumshambulia Askofu Gwajima aliyehoji pia vitendo vya utekaji na kufurahia pia kufutwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima, hawa hawawezi kusubutu kuwatetea nyinyi, achilia mbali hata kuwatafuta. Lakini mmepelekwa wapi? Katika taifa ambalo hakuna watu waliowahi kuwajibika kwa utekaji, ni vigumu sana kuamini kama mko salama, na hasa kizingatiwa ya kuwa hakuna mamlaka yoyote iliyokiri kuwashikilia hadi sasa. Katika nchi ambayo tangu mwaka jana watekaji sasa wamebuni mtindo wa kupoteza wahanga wao, hofu yetu inazidi kuwa kubwa. Mwezi uliopita walimteka kijana mwenzenu. Kuna Kaswahili na hadi leo hajulikani alipo, na habari ya Mdude ndio mlijua ipasavyo. Lakini ni nini hasa mlichokichokonoa kilichowafanya hao kikosi nyeti wawashukie kama mwewe? Kama askofu nina wajibu wa kuwatafuta na pia kuwaombea. Ninamwomba Mwenyezi Mungu awashurutishe waliowateka na hao waliotoa amri ya kutekwa kwenu, kusudi wawaachie huru, mrudi katika familia zenu. Ole wake mtu yule atakayegusa uhai wenu na kutoesha, kwani Biblia inatoa ole kwa wale wamwagao damu za watu wasiokuwa na hatia bila kuthibitishwa na mamlaka ya haki. Kuvamiwa na silaha kali za kivita, vijana walio wajasiri ambao hawana hata kisu lakini walijipatia kipato kwa kuuza akili, ni uoga wa hali ya juu. Hamjawa tishio kwa mamlaka yote iliyo halali, kwani mngekuwa hivyo basi mngekamatwa kihalali na kwa taratibu za kisheria. Bila shaka wengi wameshangazwa na tukio hili lilowapata nyinyi, na hivyo watatoa maoni yao. Nimeishia hapo kwenye nukuu ya Askofu Mwamakula. Nini kimekushangaza? Nini maoni yako? Drop comment. Bye bye.